Wananchi wote wilayani Masasi wametakiwa kujitokeza kwenye hospitali ya halmashauri ya mji Masasi Mkomaindo kupata huduma ya upimaji na matibabu ya saratani bure. Huduma hizo zote zitatolewa leo kuanzia tarehe 23 mwezi wa 4 2025 hadi Ijumaa tarehe 25 mwezi wa 4 2025, ambapo timu ya madaktari bingwa kutoka hospitali ya Ocean Road na balozi wa saratani nchini Sedu Mandingo maarufu Babu wa Kitaa wapo kwa ajili ya kufanikisha zoezi hilo ambalo gharama zote za matibabu zimelipiwa na serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Taarifa hii kutoka ofisi ya mkuu wa wilaya Masasi, Birecho Kasanda, inaarifu zaidi. Ujio wenu haukuwa una matangazo mengi. Ungekuwa una matangazo makubwa, pengine ingetusaidia watu kupata taarifa za mapema. Lakini basi tutautumia huu muda mchache ambao umebaki kwa hizi siku mbili tuweze kupeleka matangazo. Wale ambao watabahatika kupata hii huduma waweze kuipata. Lakini wale ambao watashindwa, basi mtakuwa mnalifikiria nadhani kwa undani zaidi kwamba je, tukiwafikia hao watu wa Masasi wengine ambao wako mbali kidogo itasaidia. Nadhani kama kisio kipindi hiki basi mtapanga kuja katika kipindi kingine. Lakini naamini mtaweza. Ngoja tu niwape nafasi, naamini mtaweza kwa sababu kwa jinsi ambavyo mtaona hali ilivyo. Na kwa nini tunakuja kufanya uchunguzi wa awali? Asilimia zaidi ya 70, yani kati ya wagonjwa 10 utaona 7 wanafika ugonjwa ukiwa kwenye hatua za juu sana. Na hii ni kwa sababu hawagunduliki mapema. Na licha kugundulika mapema, hata ule mnyororo wa kutoka kwenye hospitali zetu ambazo ziko pembezoni hadi kufika kwenye hospitali zetu kubwa unakuwa ni mdogo. Lakini jingine pia kujenga mahusiano na watoa huduma wa maeneo yetu ya huko. Kwanza kwa kufanya kazi nao pamoja kushirikiana, lakini pia kwa kuwajengea uzoefu. Kwa hiyo tukiona tukifanya hivyo tunaamini kwamba tutaweza kudhibiti saratani. Lakini sio kwamba kuchunguza tu, ila wale watakaogundulika, kuna wengine watapata huduma hapo kwa hapo, ila wengine ambao watahitaji matibabu ya kibingwa tutawapa rufaa moja kwa moja kuenda kwenye hospitali yetu ya saratani ya Ocean Road. Lakini licha kufanya uchunguzi, tunatoa elimu na kuhamasisha. Ndio maana kwenye msafara wetu kama unavyoona tumeongozana na mashuhuda wa saratani waliokuugua na ambao ni balozi wetu Babu wa Kitaa. Yeye Sedu amewekwa kuugua saratani na katibiwa hapa Tanzania. Na sasa hivi kama kwa ndo lengo kuu kabisa huyu hapa. Huyu ni shuhuda. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kwanza nikushukuru kwa kutukaribisha na kutupokea katika wilaya yako. Kimsingi mimi kama balozi, mtu ambaye niliugua saratani hapa nchini na kufanywa matibabu hapa na kupona hapa, niliona ni vyema pia kuambatana na wataalamu madaktari bingwa kutoka taasisi ya saratani Ocean Road katika hii program ya Samia Suluhu Outreach Program ambayo kimsingi inakwenda kuwasaidia wanajamii au wananchi wa upande huu. Nadhani rais alikuwa na maono makubwa sana kwa sababu tunatambua kuna baadhi ya watu ambao wanaweza kawa hawana uwezo wa kwenda hospitalini na kwenda kufanya vipimo. Lakini pia inawezekana kuna maeneo hizi huduma zilikuwa mbali na ndio maana ikaanzishwa hii program ya kuhakikisha tunawafikia watu. Kwa hiyo lengo langu la kwanza kama balozi ni kuhakikishia wananchi kwamba unaweza kupatikana na saratani lakini pia maisha yakaendelea na ukapona ukarudi kwenye ubora wako. Lakini pia ni vyema watu kujua kwamba serikali pia imewekeza zaidi kwenye sekta ya afya. Vituo mbalimbali vya afya kuanzia ngazi za hospitali za rufaa za mkoa nyingi zina mashine za PET CT scan. Ukija kwenye hospitali nyingi za rufaa za kanda utakuta kuna mashine za MRI. Lakini ukienda hata hospitali zingine zote za halmashauri unakuta kuna ultrasound. Na kimsingi hizo ni mashine ambazo zote zinaweza zikagundua saratani katika hatua tu za mwanzo. Kwa hiyo ni muhimu sana mimi kuwepo hapa kusisitiza wananchi kwamba huu ni vyema ukigundulika uanze kwenye matibabu. Na matibabu sahihi yanapatikana hospitalini. Changamoto nyingi za huku pande za mikoani au vijijini unakuta wengi wanakwenda sana kwenye tiba za asili, tiba mbadala ambazo kimsingi kule unakuta hawana utaalamu ambao wanaweza kugundua hii saratani ni saratani ya aina gani na kama labda imesambaa kwenye hatua gani. Unakuta saratani muda mwingine inaweza kahama kutoka hatua moja kwenye hatua nyingine. Kwa mfano kama mimi saratani yangu ilikuja mpaka kwenye mapafu. Unaposikia mheshimiwa mkuu wa wilaya saratani imekwenda kwenye hatua nyingine au stage 3, stage 4, maana yake imehama kwenye hatua moja kwenda sehemu nyingine. Sasa Mungu mtaalamu huku wa tiba asili au mtaalamu huko mganga wa kienyeji anajuaje kama saratani yake imetoka kwenye ini imekuja kwenye mapafu?
Kwa hiyo ndio maana tunasisitiza zaidi kwamba hizi huduma zinapatikana zaidi hospitalini ambako ndio kuna wataalamu, na hata sisi sasa hivi tumepona kupitia wataalamu wa hospitalini. Kwa hiyo tunategemea kupata watu wengi zaidi. Tulisema ni lazima tuje tukupe salamu kama mwenyeji wetu, lakini baada ya hapo tutakwenda kwenye media houses mbalimbali kwa ajili ya kuongea na wananchi kwenye vyombo vya habari, at least wapate kusikia kwamba tuko hapa na wataalamu, tunaweka kambi hapa kwa siku 3 mfululizo. Kwa hiyo nikushukuru tena kwa mara nyingine, na nafurahi kwa sababu mimi huku ni nyumbani na nimeona mabadiliko makubwa. Kwa kweli maendeleo yamekuwa makubwa sana, na tunaendelea pia kufanya utalii wa ndani. Karibu sana. Asante sana. Yaani si binafsi kwanza na